kuangalia ni kwa namna gani wanaweza kufanya ili mradi kuhakikisha huyu mwananchi ambaye ndiye anakufanya wewe unapata posho na maisha mengine yanakuwa yanaendelea. Ukamwangalia huyu mwananchi aliyoko chini, kwa sababu huyu mwananchi aliyoko chini anategemea zaidi kilimo ndio maisha yake yaweze kwenda. Kwa hiyo rai yangu kwa niaba ya wananchi wenzangu, tungejaribu kuangalia ni kwa namna gani mbona mtafanya ili mradi muweze kutengenezea skimu ya kisasa ya umwagiliaji katika maeneo husika. Mkifanya hivyo, huyu mwananchi ambaye analima msimu mmoja, serikali kama itaamua kufanya uwekezaji mkubwa kama huo, itasaidia kwa asilimia kubwa sana, na huyu mwananchi ambaye analima kwa msimu mmoja atakuwa ategemee kulima msimu mmoja, atalima zaidi ya mara moja, na serikali itapata mapato maradufu badala ya kuwa inapata mapato kwa kipindi cha msimu wa kiangazi, cha msimu wa mavuno. Basi baada ya mavuno mwananchi huyo ataendelea na shughuli za kilimo kama kawaida, na basi anaweza kanufaika kwa asilimia kubwa na akafanikiwa serikali na mwananchi akafanikiwa kupata fedha kupitia kilimo, akatengeneza maisha yake na maisha yake yakawa bora. Kwa hiyo kupitia hiyo serikali kama itaamua kufanya hivyo, itasaidia kukuza kipato cha mtu mmoja mmoja, wilaya na nchi kwa ujumla. Kwa hiyo ombi langu, serikali jaribu kuangalia ni kwa namna gani itafanya kuhakikisha Mheshimiwa Rais unatuma wataalamu wanafika katika eneo husika na kuangalia hili bonde la Kilombero ni kwa namna gani atafanya ili mradi kuweza kutengeneza skimu ya kisasa ya umwagiliaji. Kupitia hiyo itakuwa ni rahisi sana kulinda lile bwawa la Mwalimu Nyerere, kwa sababu iwapo skimu ya kisasa itajengwa, itasaidia kwa asilimia kubwa sana kuhakikisha lile bwawa linakuwa salama, kwa sababu mto Kilombero unaosafirisha maji kuelekea bwawa la Mwalimu Nyerere una watoto wengi sana wa mito ambao wanalisha katika ule mto. Kwa hiyo shughuli za kibinadamu zinapokuwa zinaendelea, kingo za mito zinakuwa zinaendelea kumomonyoka. Zinapomomonyoka, mchanga unasafirishwa kuelekea mto Kilombero. Mto Kilombero ndio unasafirisha maji kuelekea kule. Kwa hiyo siku zinapozidi kusonga mbele, kina cha maji kitaendelea kupungua kwa sababu ya shughuli za kibinadamu. Kwa hiyo iwapo kama serikali itaamua kufanya uwekezaji mzuri kama huo ambao tunatoa ushauri sisi wananchi, nafikiri inaweza ikasaidia kwa asilimia kubwa sana na sisi wananchi pia tukaweza kunufaika kupitia serikali yetu kama itaweza. Tunaamini serikali yetu ni sikivu. Kwa hiyo kupitia hili tunaamini kabisa kila kitu kinaweza kaenda sawa na sisi wananchi tunaweza tukanufaika. Kwa hiyo ombi letu kwa serikali, jambo kubwa lilikuwa ni hilo. Nimekuwa nikiona mara kadhaa wabunge hususan